70% ya mwili wa binadamu ni maji. Ikiwa mwili wetu unapoteza 1% au 2% ya maji hayo, tutapata kiu kali. Tukipoteza 5% ya maji hayo, tutapoteza fahamu. Na tukipoteza 12%, tutakufa. Si wanadamu tu, bali hakuna kiumbe hai awezaye kuishi bila maji. Kwa hiyo, maji ni uhai wenyewe. Kama tunavyohitaji maji kwa ajili ya uhai wa kimwili, ndivyo tunahitaji maji ya uzima kwa ajili ya uhai wa kiroho. Ni nani awezaye kutupa maji ya uzima kwa ajili ya uhai wetu wa kiroho? Hebu tuone nani anatoa maji ya uzima katika kila enzi kupitia Biblia. Yehova katika enzi ya Baba. Yesu katika enzi ya Mwana. Na Roho na bibi arusi katika enzi ya Roho Mtakatifu wanatoa maji ya uzima. Katika enzi zote daima ni Mungu anayetoa maji ya uzima. Basi Roho na bibi arusi wanaotupatia maji ya uzima katika enzi hii ni nani? Ufunuo sura ya 22 mstari wa 17. Roho na bibi arusi wanasema, na anywe maji ya uzima bure. Roho ni Mungu Baba. Basi bibi arusi ni nani? Ufunuo sura ya 21 mstari wa 9 hadi 10. Njoo nami nitakuonyesha bibi arusi, yaani mke wa mwana-kondoo. Akanionyesha ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Imeandikwa kwamba bibi arusi ni Yerusalemu wa mbinguni, yaani mke wa mwana-kondoo. Yerusalemu wa mbinguni ni nani kwetu? Wagalatia sura ya 4 mstari wa 26. Lakini Yerusalemu wa juu ni huru, nayo ndiye mama yetu. Yerusalemu wa mbinguni ni mama yetu. Kwa hiyo, bibi arusi anayetupa maji ya uzima pamoja na Roho, yaani Mungu Baba, ni Mungu Mama. Basi watatupatiaje maji ya uzima? Yohana sura ya 6 mstari wa 54. Mtu yeyote aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele. Tunawezaje kula mwili wa Yesu na kunywa damu yake? Luka sura ya 22 mstari wa 15. Kisha akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Kisha akachukua mkate, akashukuru, akaumega na kuwapa, akisema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu imwagikayo kwa ajili yenu. Yesu alisema kwamba mkate wa Pasaka ni mwili wake na divai ya Pasaka ni damu yake. Tunapoadhimisha Pasaka ya agano jipya, tunaweza kupokea maji ya uzima na kupata uzima wa milele. Tafadhali adhimisha Pasaka ya agano jipya na upokee maji ya uzima kutoka kwa Mungu Baba na Mungu Mama.